Kama unavyoona hizi ni miongoni mwa zile zawadi ambazo playmaster.co.ke watakuwa wanaweza kuwakabidhi wale washindi ambao wametokea sehemu tofauti. Kuna wale wametokea Mombasa, Ukunda. Kama unavyoona pia kuna shughuli zingine zinaendelea. Kuna wale wanenguaji viuno, kwa lugha ya Kiingereza wanafahamika kama madansa, wako pale pia wanafanya shughuli yao. Na ndugu mpenzi mtazamaji wa PMTV, kama ilivyo PMTV, desturi yake ni kwamba palipo na tukio lazima na sisi tuwepo, na kwa siku ya leo playmaster.co.ke ipo na tukio lake hapa la kuweza kuwakabidhi wale washindi zawadi zao za mapikipiki. Na kama unavyoona hapa ni baadhi ya zile taratibu zinazoendelea za kuweza kutengeneza mabango, na pia kama unavyoona washindi wako hapa na baadhi ya watu ambao wanahusika hususan katika hiyo kampuni ya. Nitaweza kukujuza mengi zaidi kadri ya muda na dakika zinavyozidi kuteteleka. Kama ilivyo desturi kwamba shughuli ni watu, na kama unavyoona kwamba watu wameweza kumiminika kwa wingi, idadi imekuwa ya kuridhisha zaidi. Lakini pia mbele yetu tupo naye mmoja wapo wale washindi katika mchezo huo. Niambie boss kubwa. Safi sana. Kwa majina wanakufahamu kama nani? Majina anaitwa Ayub Mohamed Ayub. Ayub Mohamed Ayub. Naam, umeweza kushiriki huu mchezo. Wewe uliweza kujisikia vipi ulivyotangazwa kwa mshindi? Hiyo siku mimi nilikuwa sijaamini kama mimi mshindi, sababu nilikuanza nilifanya kuona message. Naam. Alafu nikakaa kidogo ndo wakanipigia simu wenyewe. Naam. Na kuniambia kuwa nimeshinda pikipiki. Naam. Na sikuweza kuamini, lakini mpaka leo hivi baada ya kupigiwa simu juzi kuambiwa kuwa leo pikipiki yako uje uchukue, saizi ndo naamini kuwa kweli nimeshinda. Naam, na ulipoiona hisia yako ya kwanza ilokuja imekuwa gani? Nimefurahi. Nimefurahi kwa sababu unajua hujategemea kama ulikuwa unapocheza utapata pikipiki. Lakini kwenye advertisement zao ulikuwa nikiona watu wanashinda pikipiki, lakini kumbe ni kweli. Umesema kwa jina unaitwa nani? Ayub. Ayub. Naam, huyo ni ndugu Ayub na ambaye amekuwa akiweza kutoa ushuhuda kulingana na ule ushahidi aloupata. Nikiripotia PMTV, langu jina ni Juma Siwa. Kwa sana. Wewe ulivyokusikia kwamba wewe ndio mshindi katika haya mashindano, furaha yako ya kwanza ilikuwa gani? Nilikuwa na furaha kubwa sana. Hata hiyo siku kula kwenyewe sikuweza kula vizuri na hii furaha. Naam, na ni kitu umekuwa ukikifanya mara kwa mara ama ilikuwa tu mara moja? Ilikuwa ni kufanya mara kwa mara, lakini ilikuwa unatua watu wakishinda, lakini kwangu mimi ilikuwa kama surprise tuseme hivi. Naam, na kwa majina umeniambia unaitwa nani? Majina nasema naitwa Athman. Naam. Naam, ndugu mpenzi mtazamaji wa PMTV, huyo ni Athman ambaye ni mshindi nambari 2 katika wale washindi watatu ambao walikuwa wanastahili kupatiwa zawadi. Na kama unavyoona ndugu mpenzi mtazamaji wa PMTV, Athman ameweza kukabidhiwa pale na wahusika, ameweza kukabidhiwa pikipiki yake na chombo chake alichoweza kushinda, na atakuwa anaweza kuondoka katika jukwaa hili. Ndugu mpenzi mtazamaji, huu ni miongoni mwa wale washindi ambaye ni mshindi wetu wa tatu, na ataenda kutuambia majina yake ni nani, anatokea wapi na hisia zake zimekuwa vipi kuhusiana katika kushiriki mpaka kuwa mmoja wa washindi teule. Niambie ndugu yangu. Naitwa Fredrick Otieno, niko mji wa Likoni, Mombasa. Naam, na kwa mara ya kwanza ulivyogundua kwamba wewe ni mshindi, hisia yako ilikuwaje? Nilishtuka kidogo, tulisumbuana, lakini nikaambiwa niko na message ambapo nilikuja nikaona ukweli. Naam, na ukweli uliweza kupata nafasi ya kula ama ushindi uliweza kukushtua? Sikushtuka vile, lakini nilikuja kuamini sasa baada ya kupata ile message. Naam, na wahusika wameweza kukaribisha vipi hayo mashindano ya playmaster.co.ke? Nimewaeleza baadhi ya marafiki, lakini walisema mpaka waone kama ni ya ukweli ndipo sasa waingilie, sasa wacheze na wao. Na hivi sasa nawahimiza kuwa waingie kwenye Playmaster waweze kushinda zawadi mengi pale. Nikiripotia PMTV kutoka Mombasa Likoni, langu jina ni Juma Siwa.